Takatifu Bwana wa majeshi ndilo jina lako. Acha tulisifu jina lako na kulitukuza, maana limetukuka. Acha tuliinue jina lako, maana limedhihirika siku ya leo. Peke yako ni Mungu katikati ya miungu yote. Ndio maana umetupa neema na kibali cha kusimama kwenye hii madhabahu. Baba, tunaamini si kwa nguvu, si kwa uweza, bali ni kwa Roho yako Mtakatifu. Tunaliabudu na kulikuza jina lako. Tunaliadhimisha jina lako, maana ni Mungu na unabaki kuwa ni Mungu. Acha litukuzwe jina lako. Baba, tunaungana watumishi wako wanaotufuatilia Facebook Live, wanaofuatilia Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ile neema ambayo umeachilia kwenye hii madhabahu iwafikirie pia mahali walipo. Katika yote jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu aliye hai kunipa neema na kibali cha kuweko hapa. Bila shaka ni mgeni kidogo. Wangapi wananifahamu hapa ndani? Unanifahamu ino? Naam. Mmoja tu. Wewe na wewe uko pembeni, maana wewe sasa ni mwenyeji zaidi. Nikataka wale waumini wa kawaida. Nafikiri ni dada Happy. Dada Happy, tulishakutana zaidi ya miaka 10 nafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Mwalimu Harrison Matiasi Mzaba. Niko pale Turiani na mchungaji wangu ni mchungaji Janga, Heri Janga. Bwana Yesu asifiwe. Na ameniambia unakwenda ni nyumbani. Babake yuko hapa, kwamba hapa ni kwao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunamshukuru Mungu ametupa hii neema, lakini nawakaribisha na kufuatilia Facebook Live. Kadhalika YouTube tulikuwa tuanze matangazo, sasa tutaanza semina siku ya jana, lakini kuna changamoto ambazo zimetupata. Jana tumeshinda kwa live na ilikuwa nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo leo tunaanza na mzidi kuomba juu ya hii madhabahu ili Bwana atupe neema kusogea mpaka siku ya mwisho. Lakini unaweza ukaniambia unafuatilia kutoka wapi, unaweza ukacomment, unaweza ukashare mahubiri haya ili waweze kufikia wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna ujumbe unaosema imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Imani
inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Kitabu cha Kolosai 2:12 hadi 14. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Kitabu cha Kolosai 2:12 hadi 14 nitasoma. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Kitabu cha Kolosai 2:12 inasema, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Mkazo wetu mkuu zaidi kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua Kristo katika wafu. Mkiziamini nguvu za Mungu zilizomfufua Kristo katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Wakristo wote wanaamini Yesu alikufa akafufuka yu hai. Hii inapiga mstari wa Kristo wote tunaamini hivyo. Lakini changamoto iliyopo kwetu wa Kristo ni kuamini na nguvu iliyomfufua inaweza ikafufua maisha yetu. Inaweza ikafufua vitu vilivyokufa katikati yetu. Kwa tunaamini na nguvu imefanya kazi na Kristo akafufuka. Lakini kwetu kuna vitu vimekufa na hatuamini kwamba hiyo nguvu inaweza ikaleta ufufuo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu kingine hapa. Isakao vitabu hapo vilete kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Vitabu. Mungu amenipa pia kuwa na neema ya huduma ya vitabu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha kwanza kinasema mbinu za kutoka kwenye agano la umaskini. Ni kitabu ambacho Mungu amenipa neema kukiandaa. Lakini kitabu cha pili kinasema kuvunja agano la mauti. Kitabu cha tatu kinasema gharama anayopaswa kulipa mwombaji ili apewe nafasi na Mungu. Hicho ni cha tatu. Kitabu cha nne kinasema kukombolewa katika agano la umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cha agano la umaskini, agano la zina na umaskini ni sadaka yako shilingi 7,000, unachangia tu gharama za kuchapisha. Lakini hili la gharama na kuvunja agano la mauti, hivi ni shilingi 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa gharama za utapishaji utajua kabisa kwamba hapo unaona sapoti kidogo kuchangia nini? Gharama. Haleluya, kaka mtumishi. Sasa Mungu amenipa hiyo neema, ni sehemu ya mafundisho yangu. Kwa mafundisho ambayo nitatembea kwa siku hizi chache, utayapata kwa kina kwenye vitabu. Haleluya. Ni Mungu alikuwa na vitu alivyoweka ndani yangu, na mimi binafsi alinivusha akaniambia, sasa wekeza kwenye vitabu ili watu wapate muda wa kutosha kufuatilia. Haleluya. Sasa tunarudi kwenye ujumbe wetu kwamba mkiziamini nguvu zilizomfufua Kristo katika wafu. Sasa baada ya Kristo kufufuka, ile nguvu ingali inatenda kazi hata leo kwa kusudi la kutusaidia wa Kristo. Anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa
ya kutushitaki kwa hukumu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya vita ambayo tunaipata watumishi ni mashtaka ya shetani mbele za Mungu. Unambarikije huyu mzava, na wakati kwenye ukoo wao kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Sasa umesimama unasukuma maombi sana uvuke mahali, lakini kwenye madhabahu, ulimwengu wa roho, Biblia inasema ibilisi ni mshtaki wa ndugu zetu, mtushtaki usiku na mchana. Kwa hiyo kuna haki zako unazidai kwenye madhabahu, lakini kuna mashtaka. Sasa hapa anadhihirisha kwamba kuna mwambatanisho wa damu ya Yesu na nguvu ya kufufua zinafanya kazi pamoja. Kuna kiwango cha toba kikifanya, damu ya Yesu inapata nafasi ya kuondoa mashtaka yako na hukumu zake mbele za Mungu. Sasa shida ni maarifa katika kuomba, sio kuomba. Nimekuwa nikiomba sana, mimi kwa neema ni mwombaji, na nimekuwa nikiomba sana juu ya maisha yangu yabadilike, lakini maisha hayakubadilika. Nimepita kwenye dhiki ngumu ya utumishi, afu na Yesu nikipanda madhabahuni kufundisha, Mungu anaonekana, mapepo yanatoka, watu wanafunguliwa, lakini mimi ni maskini wa kushindwa kujikimu kwa vitu vya kawaida kabisa. Haleluya. Wewe mtumishi wa Mungu Isaka, hebu simama kidogo wakujue wewe ndio Isaka. Haleluya. Kaa chini. Tulikutana mwaka fulani kwenye huduma zaidi ya miaka 10 huko nyuma. Kaya mmoja anaitwa Kunge kule Morogoro ya kwa. Hivi hapa ni Morogoro pia. Kule Turiani. Haleluya, kule Bombare Turiani. Sasa tulikuwa tunasimama pamoja kwenye madhabahu moja. Kilichokuwa kinanitesa nguo zangu. Sema nguo za mtumishi. Yaani napanda nafundisha, viatu vimekaa upande. Afu ni baba yangu, Bwana Yesu asifiwe. Ninakukumbuka. Tulikutana, alikuwa Anglikana pale Turiani. Nishashiriki naye. Ni miaka mingi sana mzee. Si unakumbuka kwa Turiani pale? Pale shule ya pale Turiani. Naam. Mchungaji Malekela? Mwegoha, okay, Mwegoha. Ni miaka mingi wala singekumbuka. Sasa mchikiwa nimekumbuka sikia Turiani. Ni miaka mingi sana. Haleluya. Sasa wakati tunafanya huduma, upako upo, na huduma tuliofanya, ile nafasi niliopewa, Mungu alijifunua na mji ukavuka, lakini mimi nimebaki na maskini. Nimebaki na nini? Na maskini. Sasa kichoko kinanigharimu zaidi ninapokuwa kwenye huduma. Nguo zimechoka, nguo zimepauka, viatu vimeenda kushoto na kulia, lakini Yesu yupo, lakini hasitoki. Ni rahisi sana kukemea mapepo yakatoka kwenye miili ya watu, lakini ni ngumu kushughulikia roho maskini ikuachie. Sasa Biblia inasema wazi, ni Bwana Mungu akupe nguvu za kupata utajiri ili kulifanya agano kuwa imara. Agano lipo, utajiri hakuna, umaskini wa kutosha. Shida kuna mashtaka. Waanzilishi wa ukoo walisema sisi tutakuwa maskini na vizazi vyetu vyote. Wakatoa sadaka ya ng'ombe, sadaka ya mto, sadaka ya kondoo. Kwamba sisi na vizazi vyetu tutakuwa maskini jumla. Kwa hiyo kama hali kuna pesa, lakini shetani anasema kwa kweli huyu nilitoa na babake kwa kondoo. Au chanacho kiomba sio cha kwake. Na Mungu ni mwenye haki, anasema ni kweli. Akipata akili, akiomba vizuri atatoka. Kwa kuna mashtaka tumepelekewa mbele za Bwana. Sasa kwenye semina hii sema ni wiki ya kutoka. Ni wiki ya nini? Ya kutoka. Sasa mimi nimetoka. Mimi nimefanya nini? Nimetoka. Kwa neema Mungu aliponifundisha akaniambia, Mzava, shida huna akili za kuomba, nikufundishe namna kuomba. Sasa nilipoanza kunifundisha, akanifundisha
kuna mashtaka mengi kwa ajili yako kwangu. Sasa anza mchakato wa kuyashughulikia moja baada ya nyingine, utaanza kuona matokeo. Kanaenda baba zako walikabidhi uchumi kwa shetani miaka 300 kabla sijakuwepo duniani. Sasa hiyo nasema kuna mapatilizo ya vizazi hata vizazi. Kwa yale mapatilizo yamenikuta kwenye kizazi changu, huduma ipo lakini maisha hayapo. Nikisema maisha unaelewa Yaani maisha sio kuishi huku. Maisha, just kama utasema, sio jamaa ana maisha, lakini huyu hana maisha. Yaani maisha tafsiri nyepesi ni kuwa na utoshelevu wa maisha. Sawa sawa, nyumba kukaa nzuri, chakula kipo nyumbani, watoto wanaenda shule, nyumbani kuna changamoto, mtu kaumwa tupate la kutibia, hata ile bima ya afya, hata ile ya mafungu tu watu 6 ni ya laki ni ya nini? Yale ngapi? 30,000 ya mafungu familia zima hamna. Yaani mnaweka 5,500 eti nasi ndio nisema sini ile. Sasa ni ngapi? Laki na 70. Watu wangapi? 6 au 6. Sasa laki na 70 mtibie familia nzima, lakini kulizo kwenye bima ya afya hapa ukikuta 5, pigia Yesu makofi. Hamjanielewa bado, nimepiga kabla kuelewa. Yaani nimesema hivi, kwa nini nimepigia mstari nilichosema kwamba hapa ndani tukipata familia 5 zenye hiyo bima tupigie Yesu makofi. Lakini nachojua hapa hiyo familia 5 hazipo. Yaani familia 5 wenye bima ya laki na 70 kwa mwaka mzima. Acha leo unafanya kazi wamelipiwa na kazi ya shirika. Nyie wenyewe tu familia mmejikongoja mmelipia hiyo bima. Ni ngumu. Kwa nini? Mashtaka. Sasa pointi yangu ya msingi ipo kwenye Yesu alipofufuka. Kuna vitu vikafufuka pamoja naye. Kwamba tumefufuka, tunapofufuka sisi tuko hai, lakini kuna vitu vimekufa kwenye maisha yetu. Haleluya. Wengine afya yuko hai, afya imekufa. Mwingine yuko hai, uchumi umekufa. Mwingine yuko hai, ndoa imekufa. Mwingine yuko hai, watoto wamekufa. Mwingine yuko hai, kibali kimekufa. Mwingine yuko hai, huduma imekufa. Haleluya. Isaka unaweza kuwa unatumika vizuri, lakini huduma imekufa. Lakini kwa jinsi ya nje unatumika. Biblia imesema hivi, mtakapotumika mtaanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Sasa kama unaishia Uyahudi, huduma ipo lakini imekufa, haina maongezeko. Kwa hiyo unaweza kuwa kuna jina kuwa haikuwa ni mtumishi, lakini kwa kweli huduma ilishakufaga. Ipo wapi? Ipo mochwa. Lakini kwa jinsi ya nje upo. Sasa kuna namna Yesu anapokufuata anatafuta vipaumbele vinapompa nafasi umtumikie vizuri, anavifufua, alafu unaenda mbele. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo natamani tupite taratibu, tunapoweka msingi, tutembee hatua moja baada ya nyingine, angalau mpaka kesho tuanze kuona vitu ambavyo vimekufa, namna gani tunaweza kuvishughulikia hatua hadi hatua. Bwana Yesu asifiwe. Soge tuangalie kitabu Mathayo 27:50-53. Mathayo 27:50-53. Mathayo 27:50
53. Biblia inasema hivi: naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakaonekana na wengi. Haleluya! Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake. Kwa hiyo ile damu ilipogusa ardhi, Yesu aliposhuka kuzimu, ile nguvu aliyeshuka nao cha kwanza ilipasua miamba, nchi ikatetemeka. Aliposhuka kuzimu, kaburi yakafumuka, miili ya watakatifu ikatoka, alafu ikawekwa mahali. Biblia inasema baada ya Yesu kufufuka wakaingia mjini. Sasa hapa kuna dozi mbili. Kuna dozi ya damu ya Yesu ikawafufua, ikawacha njiani. Lakini baada ya kufufuka wakaingia mjini, wakaonekana na wengi. Sasa swali, je, umeingia mjini au umefufuka umebaki mahali? Ile mkuja ya kufufuka si tu kwamba na kufufua, lakini inakupeleka mjini, inakupeleka viwango. Yaani tukisema ameonekana mjini, si tu katokea, ila maisha yake yameonekana mjini, kwamba huyo naye yuko mjini. Haleluya! Unaweza kuwepo mjini lakini haupo mjini. Jamani, hata ukipita njiani haoni kuna mtu anapita wapi? Njiani. Lakini kuna mtu kwenye mji huu akipita sabana fulani leo yuko mjini. Akija mbunge hapa sasa hivi tutajua mbunge yupo mjini. Lakini ukipita mjini watatambua upo mjini. Ushakufaga, umefufuka lakini hujaingia mjini. Bwana Yesu asifiwe. Chakula kigumu ni kwa watu wazima. Chakula kigumu ni kwa watu. Wewe meza hivyo hivyo tutaendelea kutafuna kidogo kidogo kitamezeka. Haleluya. Haleluya. Kule kwetu Upareni tulikolelewa, ukiwa mtoto mdogo kwetu tunapikaga sana kande ambazo hazijakobolewa zile, yani mahindi makavu yanachemshwa na maharage yakiiva tunakula na maparachichi. Sasa ukiwa mtoto huwezi kutafuna, mama ana kazi anakutafunia alafu anakulisha. Kwa utakula mate yake na zile kande. Haleluya, haleluya. Sasa hivi haiwezi kukubalika, maana kuna magonjwa mengi. Lakini miaka ya 80 kwenda 70 iko kawaida tu. Mama anatafuna analisha mtoto, anatafuna mpaka katumbo kanakuwa. Kwa hiyo sasa hapa itakuwa ni dozi moja, utaweka mdomoni afu tutatafuna taratibu taratibu. Haleluya. Kwa kinachofanyika rohoni baada ya kuokoka ni hatua, lakini kuwa na maisha ni mchakato. Kuokoka ni hatua, lakini maisha ndani ya huduma, maisha ndani ya kuokoka ni mchakato. Kuwa Mkristo ni hatua, lakini maisha ndani ya Ukristo ni mchakato. Moja mchakato ni kuziamini nguvu zilizomfufua Kristo. Kama hizo nguvu, kwanza ile kitendo cha kuitoa roho yake, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, watu wakatoka. Lakini alipofufuka wakaingia mjini. Sasa una maiti nyingi nyumbani kwako, wewe mwenyewe una maiti kadhaa. Sasa unapoziamini nguvu zilizomfufua Kristo, ni nguvu hizo ziko hai mpaka hivi leo. Shida hujazitoka sababu huna imani katika hizo nguvu.
Unajua Yesu amefufuka, yu hai milele, utaimba na kushangilia. Lakini kumbe nguvu hiyo hiyo inataka pia uitumie ifufue. Haleluya. Tulipokutana kipindi kile na mtumishi wa Mungu kule Kunge, nilikuwa niko hai lakini maisha yamekufa. Nilikuwa jina la kuwa hai lakini nimekufa. Kwa nini? Maisha yalikufa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nikuulize tu swali jepesi rahisi kabisa. Kati ya waliookoka na ambao hawajaokoka, upande wapi na maisha kizazi hiki? Wasiookoka. Shida ni hii. Baada ya kuokoka tunakosa mchakato wa kutafuta maisha ndani ya wokovu. Ni mchakato. Kwa nini? Ukishaokoka tu umeanza vita mpya na shetani. Atakupiga kwa kila kitu, mrudie. Lakini ukishughulikia roho za mauti baada ya kuokoka, ataachia anataka hataki. Lakini kama huna maarifa kushughulikia maisha yako, yaani utakuwa umeokoka lakini unalia kuliko ambao hawajaokoka. Haleluya. 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 Waliokuja kanisani hapa, wangapi wamekuja na gari lake kuja kanisani? Ainua mkono juu. Haja na drive kwenda wapi? Kanisani. Haja na gari yake, ainua mkono juu. Moja. Haja na gari yake na drive kuja wapi? Kanisani. Ndio mzee Swai. Mwana Mungu akubariki baba. Nakukumbuka miaka tulikutana miaka zaidi ya 10 kule nyuma. Haleluya, haleluya. Aliyekuja na pikipiki yake anaendesha, ainua mkono juu. 1 2 3 4 4. Haya. Lakini na basikeli yake anaendesha, ainua mkono juu. Tupo kanisani wa uaminifu. Na basikeli anaendesha mkono juu. 1 2 3 4. Wengine hawajaileta lakini iko wapi? Alete na miguu hapa kwenye semina, ainua mkono juu. Sasa angalia. Gari 1, pikipiki 4, baiskeli kwa miguu. Haleluya, haleluya. Sasa haya inatupa picha kwamba kuna vitu vimekufa, wapendwa. Kwa kwenye semina hii, chukia vitu vyako kufa. Mbele Yesu nitang'ang'ana mpaka semina ikiisha, hiyo nguvu ya ufufuo ipite kwangu. Ipite kwangu. Mimi nimeanza kuiona ikipita kwangu. Sawa sawa. Nimeanza kuona ikipita wapi? Hivi tunavyoongea tuko live Facebook. Marekani wanafuatilia. Australia wanafuatilia. Sawa sawa. Uingereza wanafuatilia. Na huko ni wengi kuliko hapa kanisani. Nishaenda kimataifa, hata mwisho wa nchi. Kwa niko hapa lakini nafundisha mpaka mwisho wa nini? Sasa ni gharama. Kupata simu hiyo ya kufanya hivyo vitu ni zaidi ya milioni 1 imeenda dukani. Milioni imenunua nini? Simu tu kwa ajili ya hizo kazi. Ni pesa ndogo wapendwa? Si nyingi. Lakini hivi niipate, ilibidi Mungu anifikishe mahali nifike kimataifa. Sawa sawa. Lakini na vifaa vingine, kuna kamera za kisasa za milioni ngapi? Kwa sababu niko sasa ninaenda peke yangu, nimeziacha. Hebu nikuja wawili hapa, niona vijana wangekuwa wanafanya kazi nyingine. Sawa sawa. Kwa hiyo Mungu aliniambia, Harrison, nimekupa huduma kubwa. Cha kwanza shughulikia huduma, cha pili shughulikia uchumi. Kuna mahali ukivuka nitakutumia zaidi ya leo. Akaniambia anzia hapa. Anzia hapa. Kwa hiyo ninajua umaskini na ubaya wake. Ninajua kukosa hela na ubaya wake ulivyo, wapendwa. Ninajua kukataliwa ni ikoje. Ninajua dhiki za kila, nimepita zaidi ya miaka 15
Yaani nikiwa kwenye jangwa, hakuna maji, hakuna kufanya, hakuna kutia moyo. Miaka zaidi ya 15 natengeneza huyu mzee mnamwona leo amepikwa miaka 10 na mingapi? Lakini ukimwona analipa halipi. Lakini na mke na mtoto yuko chuo mwaka wa 3. Sije ukapata maono. Maana kuna masiku wa manza. Sasa nikimpata kama mtumishi kama anamke kwa kweli, asije yupo mke na watoto sawa. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini nilipita nikishughulikia mauti. Nilikuwa nikishika pesa inaingia na tokea mkono wa kushoto. Pesa haikai. Yaani maisha yangu yote yalikuwa ni ya machozi usiku, na mauti imekamata pesa. Huduma ilikuwa na vita vya kufa mtu. Bwana akaniambia, shughulikia pia misingi ya kwenu hakuna watumishi. Kwa nimeshughulikia na kushughulikia. Akaniambia, sasa ingia shambani kanitumikie. Baada ya kushughulika miaka 15 kabla sasa nitumikie, nenda fanya huduma kimataifa. Kila siku zaidi ya masaa 1-3 ya kufanya huduma mitandao. Naongea na watu Uingereza, Marekani, zaidi ya masaa 3 kwa WhatsApp. Nafanya nini? Huduma. Lakini haikuja hivi. Nani Isaka haikuja hivi. Kuna gharama nilipwa. Haleluya. Niguke kwa wachungaji. Biblia nasema hivi, makondo wengine nao ambao si wazizi. Sasa baba, hapo mlipo mna kondoo wengi kuliko kanisani kwenu. Sasa ukijua kuwafuata wale wengine itakulipa. Hata kanisani wasipogoma kuleta mshahara na posho, maisha yanaendelea. Wengine ataleta gari, wengine pikipiki. Lakini wapo hawana mchungaji. Sasa huduma za mitandaoni, kule kuna kanisa kubwa wapendwa, halina mchungaji. Nipate mchungaji kama huyu apate maarifa. Siku ibada ya Jumapili unatoa live kwenye akaunti yako ya YouTube, akaunti yako ya Facebook, Instagram, uko live. Unapiga gombo la kanisani na la mtandaoni. Nasikia mchungaji na kutafuta baba. Unaweka namba ya simu, hata namba simu inatembea hapo, iko hapo. Unaweka namba ya simu, kinitafuta, simu itapigwa usiku na mchana. Na utabatiza mpaka mtandaoni. Haya, chukua maji. Haya, inua mkono juu. Jina la Baba, mwaka kidogo. Jina la Mwana, Roho Mtakatifu, ushabatiza sasa. Nenda kanisa. Unabatiza mpaka mtandaoni. Sasa hivi vitu vimefichwa. Nifanya nini? Daniel alisema kwamba na maarifa atafanya nini? Sasa maarifa zaidi wanatumwa duniani kuliko kanisani wapendwa. Ukiingia kwa TikTok ni madudu. Sasa nataka wapi wapate injili? Kwa hiyo kufunguliwa na kutoka kwenye roho ya mauti inafanya kila kitu kinastawi. Kazi ya mauti ni kufisha, kufubaza vitu, lakini ukifufuka na Kristo, sababu ile nguvu iliposhuka, maiti zilitoka zenyewe. Hakuambia tokeni, zikatoka zenyewe kaburini. Sasa zikaweka pasi. Alipofufuka wakaingia mjini. Haleluya, haleluya. Sema ni wiki ya kuingia mjini. Sema ni wiki ya kuingia mjini. Yesu anasema tutambulishe wapendwa. Yaani kuna saa utatafuta hata ujifiche kule milimani. Utafuta kwa nini? Ukitambulishwa na Kristo utatafuta watu. Hivi mnaelewa sawa sawa? Yaani kuna mauti zikiondoka, unakopita popote unaachia uhai. Ukiingia kwenye familia umeolewa unaachia uhai. Lakini leo unaangalia binti akiolewa kwenye nyumba, yaani nyumba ilikuwa na amani, akishaingia tu amani imeisha. Akaja na mauti nyumbani kwa watu. Mauti. Ukifufuka na Kristo, ile nguvu inaleta uhai kwa kila kitu kwenye maisha yako. Moja ya mauti mbaya ni ya kibali. Hebu sema kibali. Ukikosa kibali, aisee, ni shida kubwa sana. Ni shida kubwa.
Haleluya. Kibali ni cha thamani kuliko unavyofikiri, mpendwa wangu. Ukiwa na kibali kazini, hapo unajua fani leo hayupo. Ukiwa na kibali kanisani, hapo unajua leo fani hayupo. Ukiwa na kibali kwenye familia yako, wanajua kweli tuna baba tuna mama nyumbani. Lakini ukikosa kibali, ukisikia baba anasema mimi ni baba yako, mimi ni baba yako, ukisikia baba anasema mimi ni baba yako kwa mwanae, pigia mstari, hana kibali kwa mwanae. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kata roho ya mauti ni roho mbaya kweli kweli, inatufanya tusiwe na nguvu katika ulimwengu huu. Kitabu cha Yohana, tumalize Yohana 11:38. Yohana, waraka Yohana 11:38 hadi 44. Ndio tumalize, turudi nyumbani kwa wakati ili tupate nafasi kesho na kuwahi mapema. Yohana 11 mstari wa 38. Yohana 11 mstari wa 38 hadi 44 nitasoma. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limeweka juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? 41. Basi akaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema haya, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huko nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa hapa moja ya changamoto, vita na kufundisha wapendo wa Kristo ni mazuio ya kutoka kwenye mauti. Sema mazuio. Yesu amekuja na Lazaro atoke. Martha anasema, mwalimu, haiwezekani, ananuka, ni maiti ya siku ngapi? 4. Zuio. Lakini cha pili akamwambia, je, sikukuambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Kwa ukiamini nguvu ya ufufuo naweza ikafufua kwako, utaona utukufu wa Bwana. Utaona utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini cha pili kwamba kiwango cha mauti kisishushe thamani ya Yesu wako. Hivi mnaelewa sawa sawa? Kiwango cha mauti kisishushe thamani ya Yesu wako. Lakini cha pili akawaambia, liondoeni jiwe. Kwa hiyo kushughulikia roho ya mauti ufufuke, sema ni mchakato. Sema ni mchakato. Cha kwanza ni imani ya kwamba naamini Mungu anaweza kunifufua nikaingia mjini. Lakini cha pili kushughulikia mazuio yanayozuia. Sasa wewe labda unazuiliwa na ukoo wako, unazuiliwa na kabila lako, unazuiliwa na lugha yako, unazuiliwa na mji wako. Na kama si Bwana aliyejitukuza mwenyewe, semina hii ningerudi nyumbani nisingekuwepo. Haleluya. Kuna zio mmewekewa msipate hii semina. Lakini ni huduma ambayo nimemwona Mungu kwa wazi tena semina hii kuendelea. Kwangu ni muujiza wa kuwepo kwa semina hii. Sasa kama Bwana ameruhusu semina ifanyike, kwamba kusudi la semina uamini uone utukufu wa Mungu.
amini tu kwamba aliposema Lazaro, njoo, toka nje, maiti amefufuka, katoka nje, lakini kwenye uso kafungwa leso, kwenye mikono kafungwa leso, kwenye miguu kafungwa leso, na kavaa sana. Kavaa nini? Na sana. Sasa kule tumeona kwanza, Biblia inasema baada ya kufufuka wakaweka pozi mahali. Baada ya kufa wakafufuka, wakakaa mahali. Baada ya kufufuka kwa Yesu ndio wakaingia wapi? Nchini. Kwa hiyo ilikuwa kuna mchakato wa kwanza na wa pili. Sasa hapa cha kwanza watu wanasema amwache asifufuke, zuio la ndugu zake. Cha pili, kuna jiwe kwenye kaburi inazuia asitoke. Sasa cha tatu, wamefufuka katoka, lakini katoka na kamba za mauti zimefunga uso, zimefunga miguu, zimefunga mikono. Leso ikifunga uso unakosa kibali. Unakosa nini? Kibali. Mauti inakamata uso wako. Unajua wapendwa, uso ni reception. Uso ni mapokezi. Duniani hakuna mtu mbaya, hata huyu. Wanawake wote ni wazuri. Ukisikia mwanamke mbaya sio mbaya, ila shida ni nini? Reception ina sanda za mauti. Anaweza kani binti mrembo kuliko, lakini wanaume wanapita kushoto. Akija sasa naweke mtoto wa mtelekesi huko. Shida ni reception. Sema reception. Tuanze kusoma Kiingereza kidogo. Shida ni mapokezi. Mapokezi, kama kuna leso kwenye mapokezi, wapendwa, unachaguliwa kama nyanya mbogo za sokoni, yale masalo yale. Lakini sana kufungwa mikono, uchumi umefungwa, mamlaka ya utumishi imefungwa. Sema mtaweka mikono watapata nini? Afya wagonjwa. Kwa hiyo unaweza kani mtumishi ukafungwa mikono, hakuna matendo makuu ya huduma yako. Nini shida? Leso. Lakini miguu kufungwa ni kukosa utayari. Kuna semina iko hapa, lakini waumini wa hapa wengine wenye sanda miguuni hawana utayari kwenye semina. Shida sio miguu imefungwa. Wakifunguliwa wanakuja mwafati. Haleluya. Sema angalia vikwazo. Kikwazo cha kwanza, ndugu zake anasema ananuka, amekataliwa. Kikwazo cha pili, jiwe. Alafu sio jiwe, tutaona jiwe na maana zake hapo mbele. Kama jiwe la Yesu walipiga muhuri na walinzi kuzuia asifufuke. Kwa sio jiwe tu linapigwa na muhuri. Lakini unasogea cha pili sasa, ametoka, katoka kule, lakini bado mmoja anasema wametoka, lakini tunadili na uchumi wako, tunadili na kibali chako, tunadili na utayari wako. Simama juu kwa miguu yako. Simama juu. Tunakwenda kuomba siku hii ya leo. Maombi yetu ya kwanza kabisa, toba ya uhalali wa shetani kuachilia mauti kwako. Hiyo mauti itoke halali. Ndio maana unaomba na kuomba havisogei. Unapiga fire inakurudia. Unafunga na kuomba hamna kitu. Kuna uhalali katika ulimwengu wa roho. Kumbuka kikwazo, ndugu zake wanasema hawezi kufufuka maiti ya siku 4. Kikwazo cha pili, jiwe limezuia sitoke. Jiwe limetoka katoka, lakini bado sanda zinasema umetoka, lakini tutafisha uchumi, tutafisha kibali, tutafisha utayari. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako mmoja kifuani, tutaongoza maombi haya ya toba, alafu utasukuma mwenyewe. Sema, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Imekupendeza kutujilia katika majira haya kwenye madhabahu hii, na kama siwe Bwana tusingekuwa hapa. Miungu
Mungu ilijipanga kupinga hii semina kwa gharama kubwa, mpaka ukaruhusu jeshi la malaika kusimama upande wetu kupigana ili semina itokee. Mungu, tunakushukuru, tunalikuza jina lako, tunaliadhimisha jina lako, maana imekupendeza kutuleta kwenye hii madhabahu, ile nguvu ya ufufuo, ile ufufuo wa Kristo itufufue na sisi, ifufue kibali, ifufue heshima, ifufue tayari, ifufue mikono yetu, maana ile damu yako ya mkononi ina matokeo kwangu, ile damu yako ya miguuni ina matokeo kwangu, ile damu yako ya kichwani ina matokeo. Maana kuna sanda, kuna leso zimefungwa, yumkini umenifufua lakini imebaki mahali. Damu ya Yesu imeniosha, nimesimama mahali. Maana nguvu zako zilipopasua miamba na makaburi kufufuka, watu walitoka lakini hawakukamilika. Ile nguvu ya ufufuo ilipoingia kazini, wakaingia mjini, wakaonekana na wengi. Bwana Yesu, niko hapa, nimetambua kuna vikwazo vingi, na hivyo vikwazo vipo kiuhalali. Kuna maagano katika mji wangu, kuna maagano katika familia, kuna maagano katika ukoo, kuna maagano katika kabila, kuna maagano katika taifa. Haya yote ni mazuio, yanazuia nisipige hatua. Bwana Yesu, ile damu yako ya thamani, ile damu ya thamani inaita leo. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Waefeso 1:7 kwamba kwa damu yako tuna ukombozi sawasawa na neema na masamaha ya dhambi. Nami ninaposimama mbele ya madhabahu yako kuachilia toba, damu ya Yesu ianze kupita kwenye uhalali wa kuzuiliwa na roho ya mauti. Ikiwa kuna matamko nimetamkiwa ndani ya baba zangu na mama zangu, yako matamko kama vile Martha alizuia Lazaro asifufuke kwa njia ya maneno, nami kuna maneno yameachiliwa ndani ya familia, ndani ya ukoo, ya kwamba sisi hatutafanikiwa kiutumishi, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye huduma, kwenye uchumi, kwenye baraka. Nami haya mazuio yamenizuia kama hivi leo. Bwana Yesu, ninakuja kama nilivyo kwenye madhabahu yako, ninakuja kama nilivyo kwenye msalaba, inapoachilia damu ya Yesu, hiyo damu iliyomwagika. Maana mwana kondoo ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila taifa, lugha, jamaa na kabila. Nami napoachilia toba, hiyo damu ya Yesu ianze kupita kuninunua kwenye haya mazuio ya roho ya mauti, kwenye mikono yangu, kwenye miguu yangu, kwenye uso wangu, kwenye familia, kwenye ndoa, kila mahali ambapo kuna mazuio. Inapoachilia toba, hiyo damu ya Yesu ianze kupita ikishughulikia kila zuio, kila kikwazo, ili roho ya ufufuo inapopita isione zuio lolote kwangu na familia na uchumi. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, anza kuachilia toba.
anza kuachilia toba. Ukisikia kusogea kupita huko mbele, unaweza ukasogea. Ukisikia kutembea tembea, kwa dakika chache za kuachilia maombi, za kusukuma maombi. Hii ni fursa pekee Bwana ameachilia kwako. Achilia mambo na maweza, achilia toba, achilia toba. Baba, kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, inapomoka Bwana kwenye madhabahu yako, inapomoka Bwana kwenye madhabahu yako, inapomoka Bwana, nikisimama kama kuhani wako, kama kuhani kwenye madhabahu ya semina, inapomoka mbele ya madhabahu yako Bwana, inaomba toba, inaomba rehema kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya dhamiri yangu, kwa ajili yangu, inaomba toba, inajipatanisha na nafsi yako Mungu kwa damu ya Yesu. Maana amesema kila kuhani anayesogea kwenye madhabahu yako imempasa kwanza kujipatanisha na nafsi yako, kisha kupatanisha wengine na nafsi yako. Nasimama na damu ya Yesu, najipatanisha na nafsi yako, najipatanisha na nafsi yako kwenye madhabahu yako. Hiyo damu ya Yesu inipatanisha na nafsi yako. Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu, Mungu naomba toba washiria watoto wako walioko hapa kwenye madhabahu. Unavifunga na mauti, una roho ya mauti imeshikilia maisha, imeshikilia uso, imeshikilia kibali, imeshikilia mahusiano, imeshikilia uchumi, imeshikilia huduma. Baba, tuna majina ya kuwa hai, lakini ni kweli una vitu vimekufa. Baba, naomba toba wachia kusanyiko hili. Baba, naomba toba. Baba, naomba rehema. Baba, naomba toba. Baba, naomba rehema. Kwa damu ya Pasaka kwa mwana kondoo Yesu, inaomba toba wachia kusanyiko hili. Unaofuatilia Facebook, unaofuatilia YouTube, hii saa toba. Unafuatilia kwenye taifa lolote, ungana nasi kwenye madhabahu hii, usukuma toba, achilia toba, achilia toba hapo ulipo. Uwepo wa Mungu uko hapo, achilia toba, achilia toba, achilia toba, achilia toba, achilia toba, achilia toba. Kwa damu ya Yesu, Baba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba rehema. Mungu uliye hai, umetujilia kwenye madhabahu, ufalme wako uko hapa, nami nasimama palipobomoka Bwana, nikiomba toba juu ya uhalali wa roho ya mauti, juu ya uhalali wa roho ya mauti, juu ya uhalali wa roho ya mauti ulioachiliwa kwa watoto wako. Ni kweli Baba, tumefungwa na roho ya mauti, tumekosa kibali, tumefungwa na roho ya mauti, tumekosa upenyo. Baba, naomba toba. Baba, naomba rehema. Baba, naomba toba, naomba rehema kwa ajili ya kusanyiko hili. Ninaomba toba kwa ajili ya kusanyiko hili, ule uovu ambao tumeurithi kwa baba zetu, ule uovu ambao tumeurithi kwa baba zetu na vizazi vinne. Baba, tunapomoka mbele ya madhabahu yako. 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 Kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nisikilize, kama ni maombaji, sogea huko mbele. Una neema ya kuomba ndani. Wewe ni mwombaji, sogea hapa mbele. Wewe ni mwombaji, sogea tu hapa mbele. Yesu anawasikitikia sana waombaji. Ni kama wamesahaulika, ni kama wanapita mahali pagumu sana, ni kama wametengwa na kanisa, lakini wao ndio wapikaji wa chakula. Wewe ni mwombaji, sogea mbele kidogo. Watumishi wa Bwana, sogea mbele kidogo. Kuna mafuta Mungu anakana kuyachilia juu yenu. Cha kwanza, haya mafuta muombe hii semina. Lakini cha pili, Mungu akupe mzigo wa kutoka. Mkivuka waombaji, mtavusha wengine. Nasanya wengine, kama unatamani kusogea, pita nyuma ya hawa watu. Unatamani kuomba, hujui uanzie wapi. Ili somo nimekugusa, sema mtumishi, sijui hata pa kuanzia. Kaa nyuma ya hawa watu. Kaa nyuma ya hawa watu. Kuna kitu kimekugusa moyo, sema Yesu ndo anaanzia wapi? Yesu ndo anaanzia wapi? Yesu ndo anaanzia wapi?
majeshi yamesimama kwenye mbingu zenu, yanazuia hatima zenu, yanazuia maisha yenu, lakini serikali ya Bwana ikaingilia kati, wakashuka malaika na silaha na panga kali, wakipambana na mazuio yenu. Kwa Mungu aliyeko hapa, Mungu aliyeko hapa, sema Yesu, jina lako linasema utawamwagia miji ya Yerusalemu roho ya neema na kuomba na maombolezo. Yesu, ni majira ya kuvuka, nami kwa akili zangu siwezi kuomba, sina maarifa ya kuweza kuomba niende tukufu mwingine, lakini leo nimekuja kwenye hii madhabahu, ninaomba leo roho ya neema na maombi na maombolezo, ili wiki hii nivuke niende utukufu mwingine. Roho Mtakatifu, usinipite, usinipite. Nimekuwa mwombaji kwa miaka mingi, lakini nimegundua kuna maiti mbalimbali, natembea nazo, naingia nazo, natoka nazo. Ile nguvu ya ufufuo iliyopasua miamba na makaburi yakafumuka. Haya makaburi yanayoshikilia vitu vyangu vinavyonifanya nitoke mjini na utukufu wako ukaonekana. Bwana Yesu, niko hapa. Achilia roho ya maombi, achilia roho ya maombolezo, ule upako uliokuwa umeuandaa kwa ajili ya siku hii, ili univushe. Naomba upako fresh, maana amesema waongojao Bwana watapata nguvu mpya, wataruka kama tai angani. Nami huo upako na uhitaji Bwana, ili ninapopita popote mikono yangu iwe na nguvu ya kuhuisha, ya kufufua. Miguu yangu ikikanyaga ardhi, uhai uingie. Maana amesema umeweka vitu vikubwa ndani yetu, lakini hatuvioni. Ni kwa sababu ya mauti. Roho Mtakatifu, niguse, niguse. Fungua kinywa chako, nguvu za Mungu ziko hapa. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Kama ni mchungaji, kuna mafuta mapya ya kutambulisha katikati ya uchungaji wenzako. Kuna fedha yako mchungaji haipo kanisani, kuna watu wako mahali na fedha yako. Elia aliambia Fatima mjane Sarepta akavusha. Kuna watu wakuvusha mahali wametengwa na wewe. Roho Mtakatifu, ninaomba sasa, tembelea watoto wako, tembelea watoto wako, tembelea watoto wako. Yale mafuta uliyokusudia kuyachilia, Roho Mtakatifu yachilie. Hebu yachilie kwa Bwana, chimimina kwa Bwana kama Hana alichimimina kwa Bwana. Tumbo lake lilikuwa na mauti, tumbo lake lilikuwa na mauti, akajimimina kwa Bwana. Alipochimimina kwa Bwana, Bwana akamchilia. Nawe leo iko mauti, chimimina kwa Bwana. Roho yako ile kwenye madhabahu ya Bwana, chimimina tu. Kuna mafuta yanachiliwa, ni mafuta fresh, ni mafuta fresh. Nenda kutambulisha mjini. Haya mafuta nenda kutambulisha mjini. Achilia tu maombi, mwambie Roho Mtakatifu niguse. Achilia maombi mapya, chemichemi mpya zikubujike ndani. Vile visima ambavyo visima vya Yakobo vilivyofukiwa, mwambie Roho Mtakatifu vikubujike, vikubujike. Vitoe maji tena, vitoe maji tena, vitoe maji tena. Maji mapya, maji mapya. Nataka kufanya ombi hiyo. Mauti yachilie mikono, mauti yachilie miguu, mauti yachilie uso, mauti yachilie uchumi, mauti yachilie huduma yako. Hiyo mauti iliondoke, inahitaji maombi. Hiyo mauti iliondoke, kuna kuondoa jiwe. Ile mauti iliondoke, ni kushughulikia maneno uliotamkiwa ya kama wewe nimeita siku nne, haiwezi kuwa hai.
maombi, amebeba maombi ya kushughulikia mazuio, ya kuondoa mawe, ya kushughulikia mawe, ya kushughulikia kila kitu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, amen. Chochea, chochea, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka. Neno la Bwana limefungua kwako ili utoke. Una kiwango cha kuombea semina, una kiwango cha kuombea semina inahitajika, una kiwango cha kujiombea inahitajika. Chochea karama yako, achilia maombi, achilia maombi, achilia maombi. Na Roho Mtakatifu niko hapa, siwezi siwezi kutoka kwenye hii mauti, siwezi kutoka. Mwambie achilia mafuta, achilia mafuta ndani yangu, mafuta mapya, mafuta mapya, mafuta mapya. Kuna watu wanavusha, kuna watu wanaingia. Usikubali kubaki nje, ingia patakatifu, ingia patakatifu kwa Bwana, ingia patakatifu. Unapoingia makuhani, ingia patakatifu. Unapoingia kuna mafuta fresh, kuna mafuta fresh, kuna mafuta fresh, kuna mafuta fresh. Neema na maombi inaachilia juu yako, neema na maombi inaachilia juu yako. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu, pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Neema na maombi, neema na maombi, neema maomboleza. Biblia inasema, enyi wanawake mliostahili kuomboleza, mkatuomboleze, maana maiti inachunga madirishani, iingie ndani, itakatalia na watoto wako. Iko mauti mwanamke, iko kwenye malango yako, iko mauti kwenye madirisha yako, lakini maombolezo yako yatamleta Yesu. Ile maombolezo yako yatamleta Yesu kwenye semina, maombolezo yako yatamleta Yesu kwenye uchumi, maombolezo yako yatamleta Yesu kwenye ndoa yako. Hiyo mauti kwenye ndoa wiki hii inatoka, hiyo mauti kwenye uchumi wiki hii inaondoka, hiyo mauti, hiyo mauti, hiyo mauti, muda wake, muda wake. Yesu amekataa rufaa, Yesu amekataa rufaa. Yesu akote, mwambie tu Yesu, siwezi mwenyewe, nahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, nahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, nahitaji msaada wa Roho ya maombi. Mwambie Yesu, achilia upya mafuta mapya, mafuta mapya, mafuta mapya. Unapokea mafuta mapya, unapokea mafuta mapya. Amesema mtamiminiwa roho ya neema na maombi. Roho Mtakatifu mimina juu yao, roho ya neema na maombi mimina juu yao, roho ya neema na maombi, roho ya neema na maombi. Sawa sawa na kiu yako, sawa sawa na kiu yako, sawa sawa na kiu yako, sawa sawa na kiu yako. Dabo, 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 dabo. Uvuke, uvushe wengine, uvuke, ukavushe wengine. Sawa sawa na kiu yako, sawa sawa na kiu yako. Ufungulie kiu nje, mle maji bure. Sawa sawa na kiu yako, pokea kwa ajili yako na kwa wengine. Pokea mafuta kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Wanaweka jambo jipya ndani yako. Pokea mafuta kwa ajili yako na kwa wengine. Kwa jina la Yesu, pokea mafuta kwa ajili yako na kuvusha semina hii. Kwa jina la Yesu, pokea mafuta, ya mafuta, ya mafuta. Naomba jambo jipya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea mafuta. Sawa sawa na kiu yako, sawa sawa na kiu yako, sawa sawa na kiu yako. Pokea dabo, 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 dabo. Yesu unavuka, unavuka mwanamke, unavuka. Mafuta yachiliwe ya msimu mpya, mafuta yanakuvusha, yaachilie mafuta yanakuvusha kwenda mlango mwingine. Mafuta yachiliwe yanakuvusha kwenda msimu mwingine. Mafuta yachiliwe ndani yako yanakusaidia kupiga hatua, kupiga hatua, kupiga hatua. Mafuta, mafuta, mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi yaachilie ndani yako. Hayo mafuta yakupeleka viwango, yakupeleka viwango, yakupeleka viwango. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, uvuke, uvushe na wengine, uvuke, uvushe na wengine. Yes, mafuta mapya, mafuta mapya, mafuta mapya, mafuta mapya. Neema na maombi,
Niachilie kwa Bwana. Mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hivyo vikwazo wiki hii lazima vikuachilie. Hivyo vikwazo wiki hii lazima vikuachilie. Kwa jina la Yesu anakondoa. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Bwana anakondoa. Karama sasa, karama sasa. Wepo wa Bwana sasa. Katika jina la Yesu, nguvu ya Mungu sasa. Tembea na nguvu zako. Tembea na nguvu zako. Tembea na nguvu zako. Tembea na nguvu zako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndiye Bwana, ndiye Bwana. Ndiye Bwana, ndiye Bwana. Ndiye Bwana, ndiye Bwana. Taji, taji, taji. Yusa mwenyewe Jehova. Yusa mwenyewe Jehova. Mafuta yako, mafuta yako. Mafuta yako, mafuta yako. Mafuta yako, mafuta yako. Hatuwezi wenyewe. Hatuwezi wenyewe. Tunakuhitaji Mwokozi. Tunakuhitaji Adonai. Tunakuhitaji Nipo. Tunakuhitaji Elishadai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Enda rama shaka. Ondoa kila uchafu. Ondoa kila ufalme wa giza. Ondoa kila mapepo. Ondoa magonjwa. Ondoa milima. Ondoa kwa jina la Yesu. Ufalme wa giza. Na ukapate kuachia. Mafuta yako, mafuta yako. Mafuta yako, mafuta yako. Katika jina la Yesu. Hebu nisikilize. Omba nami maombi haya. Sema, Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Neno lako linasema, Musa akasema, jiwekeni wakfu leo kwa Bwana. Jiwekeni wakfu leo kwa Bwana, kila mtu na wanaye na ndugu zake, ili apate baraka leo. Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu tunajiweka wakfu na familia zetu na maisha yetu na mali zetu. Tunajiweka wakfu kwenye madhabahu ya mwana kondoo Yesu, kwenye damu ya Yesu. Tunajiweka wakfu kwako, tukiomba damu ya Yesu ipite kwenye malango ya nchi. Damu ya Yesu ipite kwenye malango ya nchi, izuie mauti ya kufa watu katikati ya semina. Damu ya Yesu ipite kwenye familia yangu, izuie visasi vya mauti kwenye familia. Tunaweka wakfu na makanisa yetu kwa damu ya Yesu. Tunazuia watu kufa kwenye kanisa kwa damu ya Yesu. Tunaweka wakfu maisha yetu kwa damu ya Yesu. Uharibifu na mauti tunakuzuia kwa damu ya Yesu kwenye malango yote. Ikiwa Musa alitumia damu ya kondoo ikazuia mauti ya mzaliwa wa kwanza, sisi leo tuna damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye malango yote, ili uharibifu na mauti visipate nafasi kupinga hii semina. Tunatangaza ardhi sikia, mbingu sikia, kwa jina la Yesu. Hakuna kufa mtu kwenye wiki hii kwa damu ya Yesu. Ardhi sikia, kwa jina la Yesu. Tunakukabidhi upanga ardhi, tunakukabidhi upanga ukafanya vita na kila mtu anayesimama kuweka zuio la hii semina. Haijalishi ana cheo gani, ulimwengu wa giza, ardhi tunakukabidhi upanga, fanya vita na kila roho na kila nafsi iliyosimama kufanya vita na hii semina na hii madhabahu. Mungu uliye hai, tunasimama kama ufalme na makuhani kwa damu ya Yesu. Tunamiliki malango ya hii semina kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Shangilia Bwana Yesu.